na Marekani. Jana nimeiona taarifa nyingine ambayo inawahusu Irani, ambapo ni mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wamekubaliana kulitangaza jeshi la walinzi wa mapinduzi la Irani, hili linaitwa IRGC, kuwa ni kundi la kigaidi. Akizungumza mjini Brussels wakati wa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa EU, mkuu wa sera za kigeni kwa umoja huo anaitwa Kaja Kallas amesema utawala wowote unaowaua maelfu ya watu wake unajiangamiza wenyewe. Anasema ile kundi la jeshi la walinzi wa mapinduzi la Irani ni wanaingia kwenye kundi moja kwa moja la kigaidi. Yes, na hiyo ndio imekuwa taarifa kubwa sana katika mzozo ambao unaendelea katika Mashariki ya Kati. Kikundi cha mapinduzi ya Kiislamu cha Iran kimetajwa kwamba ni kundi la kigaidi na Umoja wa Ulaya. Na tufahamu kabisa kwamba baada ya mapinduzi ya mwaka 1979 aliyekuwa kiongozi wa Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini alianzisha ile kundi mahususi kwa kulinda utawala wa Iran. Kazi yake ni moja tu, kulinda utawala wa Iran na kumtii Ayatollah kama kiongozi mkuu wa nchi. Sasa hili kundi limekuwa likishtumiwa na nchi za magharibi kwamba limekuwa likisapoti Hamas, likisapoti Hezbollah, likisapoti kule Hatibu Hezbollah kule Iraki, likisapoti Houthi, na limekuwa likundi kubwa sana kutazama, ambalo limekuwa lina ushawishi wa kiuchumi katika nchi ya Iran, lakini zaidi sana ushawishi wa kijiopolitiki katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini ukitazama Mtei, kuna mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea ndani ya wiki hii kati ya Irani na Marekani. Marekani walitoa hoja 4. Hoja ya kwanza ni kwamba Irani waweze kupunguza urutubishaji wa madini ya nyuklia. Hoja ya pili wakasema kwamba Irani waache kusupport ya makundi ambayo yanaitwa kigaidi, Hamas, Hezbollah, Hatibu Hezbollah na makundi yote Mashariki ya Kati. Hoja ya tatu, Irani waache kuzalisha drone na intercontinental ballistic missile. Irani wamekataa hoja zote tatu hizo. Wamesema kwamba wao kwa hoja ambazo wakaikubali ni labda tukae chini tuweze kuzungumza kuhusu nuclear. Sawa? Lakini ukiitazama tume ya kimataifa ya atomiki JCPOA ilisema wazi kabisa kwamba Irani hawajafikia kiwango cha kuzalisha bomu la nuclear. Kiwango chao kimekuwa kuzalisha umeme na kwa ajili ya nishati. Na kabla mwaka jana Trump kuipiga Fordo, Tehran na Isfahan, tume ya atomiki ya kimataifa ilisema kwamba Irani hawana bomu la nuclear. Kuna hoja zinajengwa kwamba hata katika hii vita Irani ambayo imekuwa kijiamini, anasema kwamba tayari wana bomu la nuclear ambao wanaficha tu kitazama. Ndio hata kuna hii vita wanajiamini. Sasa China na Urusi na Iran walikuwa wanafanya mazoezi katika maji katika rasi ya Tumajima, Cape of Good Hope, South Africa. Sasa hivi wanaelekea katika bahari ya Oman na India, Mashariki ya Kati, wanaenda kuanza mazoezi ya pamoja kati ya China, Irani na Urusi. Hii maana yake nini sasa? Irani na Urusi na China wameamua kuwa karibu na mshirika wao kimkakati, kwa sababu wana ushirikiano wa umoja, mshikamano na uadilifu. Kwa tunapozungumza leo hii Mtei, kuna nyambizi za Kichina na Urusi zinaelekea katika pwani ya Oman. Lakini ukitazama Trump amezungumza vile vile asubuhi leo. Amesema kwamba ana mpango wa kuivamia kijeshi nchi ya Iran. Anachotaka waandamanaji waweze kuwasiuliwe, lakini vile vile anachotaka mpango wa nuclear ambao Iran imekuwa nao kwa muda mrefu wasiweze kuendeleza. Ukitazama sasa kuna hoja ambazo hizo nataka tuzungumze hizo hoja za makundi haya ya kigaidi. Kwa sababu ya makundi ya kigaidi itategemea yanazungumzwa na nani. Ukizungumza kwa mfano Hamas, ukizungumza kwa mfano Hezbollah, ukizungumza kwa mfano Houthi, kwa sababu itategemea na muuliza nani kusema makundi ya kigaidi. Kwa mfano, hili kundi la Hamas limeanzishwa mwaka 1987. 87 kule Palestina Mtei, kuna kitu kinaitwa First Intifada. Intifada ilikuwa ni uamsho ambapo wa Palestina waliresist kwa sababu walikuwa wanakandamizwa, wanaonewa. Yakatokea machafuko makubwa, inaitwa First Intifada. Ndio likazaliwa kundi la Hamas.
Na Hamas yao kabla hajakuwa wana nguvu walikuwa wanaungwa mkono na Israel, walikuwa wanapewa hela, wanapewa silaha kwa lengo kuwazuia nguvu PLO ambayo ilikuwa inaongozwa na Yasser Arafat. Kwa ndani ya siasa za Mashariki ya Kati, Israel amekuwa akiyaunga makundi fulani kwa lengo la kupunguza nguvu watu wengine. Tupo mfano mmoja. Marekani amekuwa akiunga mkono Saudia kwa lengo la kuipunguza nguvu Iran. Unafahamu kwamba Saudia kuna Wasuni wengi, Iran kuna Washia wengi. Kuna hizo siasa za kidini Mashariki ya Kati. Au kwenda kwa mfano kule Syria utazama, au kwenda kwa mfano kule Iraq, Afghanistan. Umeelewa? Lakini vile haya kabla kuanzia mwaka 1953 ambapo alifanyika kuna kiongozi anaitwa Mohammad Mossadegh wa waziri mkuu wa Iran, ambao mwaka 1953 wakampindua Waingereza, wakamrudisha Muhammad Shah. Mwaka 1979 ndo Ayatollah Ruhollah Khomeini akafanyisha mapinduzi. Sera ya Mashariki ya Kati ya Irani ikabadilika kuyaunga mkono makundi ambayo yanaitwa makundi ya kuresist. Kwa hiyo anachokifanya Irani ni kusaidia harakati za kijihadi kuweza kupambana na uvamizi na ubebelu mkongwe wa Israel na washirika wake. Sasa haya makundi yanatajwa kama makundi nini ya kigaidi. Hezbollah makundi ya kigaidi, Hamas kundi la kigaidi, Houthi kundi la kigaidi kutazama. Lakini of course wameweza kuwamaliza wengi viongozi wao, kwa sababu leo tunapozungumza Hassan Nasrallah walimuua mwaka 2024. Ismail Haniyeh aliuliwa mwaka 2024. Yahya Sinwar aliuliwa. Wakina Mohamed Deif wote waliuliwa. Lakini kutazama Mtei, unaweza kujiuliza, je, kwa sababu kuna maeneo ambayo yanatajwa kwamba yanaweza kusababisha vita tatu dunia, ni vile ni eneo la Iran. Kwa nini? Kwa sababu hapa tunasema ndio kuna ile moyo wa kimataifa. Tunazungumza Strait of Hormuz. Sawa? Kwa mfano, kuna Panama Canal kule Mexico. Ule mojawapo ya mfereji mkubwa ambao unapitisha mafuta kimataifa. Kuna Suez Canal Misri. Kuna Cape of Good Hope kitazama. Kuna Strait of Malacca. Kuna Strait of Hormuz. Kuna El Mendeb. Haya ni maeneo ambayo ukiweza kuwa na ushawishi nayo unakuwa na power politics. Yani unakuwa na nguvu za ushawishi wa siasa za kijiografia. Ndio maana hapa kutazama Urusi na China nao wamesogea karibu kupeleka merikebu zao kuhakikisha kwamba wanaenda kumlinda mshirika wao. Kwa sasa Trump anasema kwamba hajafikia hatua ya kuweza kuidhinisha kuweza kuivamia Iran, na jana walikuwa na kikao kikubwa sana na Baraza la Ulinzi na Usalama kati ya Israeli pamoja na Marekani. Na mkuu wa kamandi ya Iran amesema kwamba amemwambia Trump, akamwambia kwamba usifikiri hii vita uta tweet leo alafu kesho utaamka kwamba umeshinda hii vita. So hilo sahau. Tuna uwezo wa kupiga ndani kabisa Tel Aviv na Haifa na kuweza kuharibu master ya Mashariki ya Kati. Kwa unapozungumza leo hii Baraza la Ulinzi na Usalama la Israel na Marekani wamekuwa kuna kikao kikubwa zaidi. Kauli ambayo ameitoa Trump asubuhi ya leo ni kwamba hayupo tayari kuingia katika vita. Of course hata watu wengi hiyo watamini niliona, kwa sababu ukiangalia athari zake zitakuwa ni kubwa zaidi, kutazama athari za kiuchumi, za kisiasa, kupanda kwa mafuta, kutazama na vitu kama hivyo hapo. Kwa sasa Iran imeendelea kugonga vichwa vikubwa zaidi vya habari vya kimataifa. Watu wengi wamezungumza, watu wengi wametoa hoja, diplomasia imeendelea kuchukua nafasi. Lakini jana Ayatollah Khamenei ameonekana akifanya swala. Na leo vile vile atarajiwa kwamba ataongoza swala ya Ijumaa ambayo inatarajiwa kwamba atakuja kujibu katika mambo yote ambayo yamekuwa yafanyika yakiendelea ndani ya hii hapa wiki. Haya bana, sisi tuendelee kusubiri. Kwa hiyo tunaweza kufunga kwamba uwezekano wa vita hamna. au tuiache kama tuiache kwenye mabano. Unajua sometimes linalosemwa sio linalomaanishwa, kwa sababu unajua Mtei, ili uweze kuanzisha vita kuna dhana moja inaitwa SWOT. Yani unapoanzisha vita yoyote, kwa sababu vita haina mshindi, kila mtu atapata hasara. Lakini lazima uangalie una uwezo kiasi gani. Washirika wako ni wakina nani? Matishio ni yapi? Fursa ni zipi? Je, ukipigana hii vita hasara gani za kiuchumi na za kiusalama unaweza kuzipata? Sawa. Kwa sasa
paka nchi inaamua kuingia vitani, imefanya uchambuzi mkubwa sana wa kimkakati dhidi ya taifa, uwezo wake. Of course walikuwa wanadhani kwamba kuwekea vikwazo Irani itakuwa kama kumrudisha nyuma kiuchumi na kuweza kuondoa usalama au umoja mshikamano ndani ya Iran. Lakini hivyo vikwazo kutazama miaka 40 hazijafua dafu. Hivyo nini, kutazama maandamano yameifanya Irani kuweza kwa pamoja. Huyo kwa mfano Laza Shah Pahlavi ambao wanamtaka kuja kuwa rais wa Iran, bado amekuwa aungwi mkono ndani ya Iran. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba muda wa wao kufanya military operation umekuwa haupo. Hivyo vile ili jibu la Irani na jibu la Irani, Urusi pamoja na China kusogea katika pwani ya Oman vile vile imeendelea kubadilisha nafasi ya intention ya vita. Na niliona kiongozi msemaji wa Irani wa Urusi wa Kremlin pale akawa na toa wito kwamba jamani, zungumzeni, kaeni chini, msifike mbali, sema Urusi kama imetaka amani basi wao wanaweza kuwa na amani. Tumalizia na hili bana la ziara ya kihistoria kweli iliyofanywa na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, na ilifanyika pale China siku 3 ambapo mbali na mambo yote waliofanya alikutana pia na rais wa China Xi Jinping, wakasaini mikataba kadhaa ya ushirikiano, na alikuwa nikisikiza hotuba ya Starmer muda mwingi alikuwa akisisitiza kwamba ni wakati wa China na Uingereza kushirikiana kwa mambo mengi zaidi. Hii ni ziara ya kihistoria kwa sababu kuna kiongozi yoyote wa China wa Uingereza aliyewahi kufika China tangu mwaka 2018 mpaka alipofika juzi. Kwa hiyo Keir Starmer anakuwa waziri kwa kiongozi wa kwanza wa Uingereza kufika pale China tangu miaka 2018, toka 2018. Tokana imekuwa ni ziara ya kihistoria. Ni ziara ya aina gani? Kwa sababu haya mataifa mawili pia majanti kabisa. Kwanza ni ziara kubwa sana kutazama. Na Keir Starmer ameongozana na ujumbe wa wafanyabiashara kuna hiyo ziara kwenda kuzungumza na taifa la China. Unafahamu sasa hivi China imekuwa ni kiwanda cha dunia. China imekuwa ni taifa ambalo ni mzalishaji mkubwa wa ulimwengu. Dunia nzima leo tunapokaa hapa tunamtegemea China. Kwa hiyo hata Uingereza wenyewe unajua kabisa nafasi ya China duniani ni ipi. Na China ni mojawapo wa taifa duniani ambalo ni maarufu kutumia soft power, yani utajiri wake kuweza kufikia na kulinda maslahi makubwa ya kiuchumi. Kwa sasa Keir Starmer anasifu, na ukitazama anajibu kuonyesha namna gani sasa wanaweza kushirikiana kati ya China na Uingereza kwenye masuala mbalimbali ya teknolojia, masuala ya uchumi, na masuala ya usalama. Na kuna mwandishi mmoja Mtei, kuna swala la msingi, anaitwa Chris Patten. Chris Patten ameandika kitabu kinaitwa East or West. Huyu alikuwa ni balozi wa Uingereza. Amekaa China kwa miaka mingi na amekaa na Uingereza. Anasema hivi, nchi za magharibi zina wajibu wa kujifunza kwa nchi za mashariki ikiwemo nchi ya China. Kwa sababu tangu amekaa miaka 90 ameona transformation kubwa sana ya kiuchumi. Kutoka China ambayo ilikuwa hoi hai. Leo China inakaa kwenye meza mazungumzo na kina Trump na kina Keir Starmer. Wanamuomba, bwana, hebu zalisha zaidi bidhaa zako kwa sababu dunia inakutegemea. Kwa mfano China akiamua kupunguza kuzalisha bidhaa, maka dunia nzima inaumia. Sio mwelewe. Kwa China katika uchumi ni mdau muhimu zaidi. Lakini hawa wana utofauti kuhusu swala zima la Hong Kong. Lazima tufahamu. Na yule mwanaharakati wao kumtazama ambaye amekamatwa katika nchi ya China, wamekuwa na hizo tofauti. Kwa sababu Hong Kong unafahamu kilikuwa ni kisiwa cha China ambayo kuna ile dhana ya China wanaita one country two system. Yani nchi moja lakini mifumo miwili tofauti ya uongozi. Na katika maeneo ambayo China inawasumbua zaidi na maeneo mawili. Kuna maeneo matatu. Kuna maeneo yanaitwa Tibet, kuna eneo linaloitwa Hong Kong, na eneo linaloitwa Taiwan. Hadi maeneo kimsingi yanawasumbua sana wa China. Na wameweka katika national security yao kwamba haya maeneo lazima yawe chini ya udhibiti wa China. Kwa hiyo Keir Starmer kumtazama anampongeza Xi, na anakiri kwamba tumeingia kwenye dunia ya multipolar. Kwamba sasa hivi kwa kweli ile hegemonic power kimataifa haiongozi na magharibi peke yake. Unapozungumzia leo hii Ulaya, Mtei, Ulaya ina jumla watu milioni 700. China ina watu milioni 1.5. Kwa China ni soko la kiuchumi kuanzia soko la ndani mpaka soko la nje. Ukiplus India na China wana watu bilioni 3. Wanaunda theluthi karibia robo 3 ya watu wote. Ulaya shida yao sasa hivi, Ulaya wamekataa kuzaa.
Tazama, hawana watu. Ndio maana sasa hivi kuna nchi zina encourage sana masuala ya migration. Mataifa kwa mfano ya Ulaya wamekataa kuzaa. Mataifa kwa mfano ya Japan taifa kubwa lakini na wazee wengi. Kufikisha miaka 100 sio issue. Kwa sasa anakiri kwamba kuna mambo ambayo China wamefanya mageuzi makubwa ya kiuchumi kuliko nchi za Ulaya. Asante kwa uchambuzi wenu. Ni mimi Mhina Ngovi.